Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Mfariji Kiza Idahosa kutokea Nyarugusu Camp. Lakini kabla ya kuendelea, ningekuomba kitu kimoja tu, ni follow, share. Haileti hata madhara unapofanya hivyo. Na siku ya leo Mungu ameweka kitu kizuri sana moyoni mwangu ambacho nataka ukitafakari unapoelekea katika mwaka huu 2026. Je, umemjua Mungu uliyemwamini au unamjua Mungu uliyemwamini? Nimekuja kufanya tathmini katika maisha yangu ya kwamba kumbe kuna watu ama wapendwa wengi wanamwamini Mungu wasiyemjua. Nadhani hii lugha ni rahisi na inaeleweka. Kumbe una uwezo wa kumwamini mtu usiyemjua, na kitu pekee ambacho utakuja kugundua, uzima upo katika kujua. Uzima ipo katika kujua. Katika kitabu kile cha Yohana 17:3 maandiko yanasema, na uzima wa milele ndio wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ndio maana hakuna uzima kama hutajua. Ndio maana ukiwa umemwamini mtu alafu akaja kupiga tukio ama kukuletea mashambulizi, ndio utakuja kujua kumbe ndo hali yako hii. Sasa ili pia ujue uaminifu wa Mungu, hakikisha unamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna vitu ambavyo utakuwa hodari kwa hiyo vitu kama tu ukimjua Mungu katika hiyo nafasi. Uhodari unakuja kwa kujua. Kitabu cha Danieli sura ile ya 11:32, uhodari upo katika kujua. Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wa mtu wao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Ina maana uhodari unaanza kwa kujua Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna vitu ambavyo utakuwa dhaifu kama kumjua Mungu katika nafasi. Hautakuwa shujaa wa imani, hautakuwa shujaa wa maombi kama haujamjua Mungu. Kwa nini nasema hivi? Timotheo wa pili sura ile ya 1 na mstari wa 12, maandiko yanasema, kwa sababu hiyo nimepatikana mateso haya, wala si tayari, kwa maana namjua yeye niliyemwamini. Hata kama mateso yalikuwa yanainuka, hata kama nimeomba muda mrefu, sitakata tamaa, kwa sababu ninamjua ninayemwomba, ninamjua niliyemwamini. So jitahidi unamjua Mungu katika mwaka 2026. Jitahidi umjue, usiishie tu kumwamini. Piga hatua mpya ya kutaka kumjua, na weka msisitizo mkubwa sana, kama vile Daudi aliweka msisitizo kwa mwanaye Sulemani. Hakumwachia tu mali, hakumwachia tu mamlaka, bali alimwachia pia usia wa kutaka sana kumjua Mungu. Weka mkazo kumjua Mungu. Nyakati wa kwanza sura 28 mstari ule wa 9, maandiko yanasema, nawe Sulemani mwanangu, mjue sana Mungu wa baba yako, mjue sana. Kumbe moja ya shauku ya kila mwamini ni kutaka sana kumjua Mungu aliyemwamini. Usiishie tu njiani. Ili uone mema katika wokovu wako, ili uone mema katika biashara yako, ili uone mema katika familia yako, taka sana kumjua Mungu. Kwa nini? Ayubu sura ile 22 mstari 21, maandiko yanasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Kumbe mema yanakuja kwa kujua sana. Na ninamjuaje Mungu, mwinjilisti? Tunamjua Mungu kwa kuelewa njia zake, kuelewa kanuni zake, lakini pia kuelewa ahadi zake juu ya maisha yako. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30:16, maandiko yanasema, kwa hivi nikuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Upate kuwa hai na kuongezeka. Ni katika kumjua Mungu ndio tunakuwa hai. Katika kumjua Mungu, ninaona kwamba usipomjua Mungu unakuwa mtu kama umekufa katika imani. Lakini pia sio tu kuwa hai, lakini pia unaongezeka katika kumjua Mungu. Unaongezeka, unakuwa unatawala, unakuwa na miliki katika eneo mbalimbali katika maisha.
uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mhudumu, mtumishi kama mimi, uwe ni mtu wa familia, hakikisha unamjua Mungu katika hiyo nafasi, ili waanze kuona upya, waanze kuona kuongezeka, waanze kuona uhai katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini utatamani kujua zaidi, ningeomba tena nirudie, share clip hii, lakini pia follow, na Mungu atakubariki sana. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Fariji Kiza Idahosa kutoka Nyarugusu Camp, na kama utakuwa na swali au unahitaji msaada wa maombi, kuna kitu kinakusumbua, utanifuata kwa namba 0755 970 616, na Mungu akubariki sana. Amen.